Sehemu ya cha tamthilia Alege Pembea ya Maisha. Jibu swali la 4 au la 5. Aliyesema mwanao ndiye mwokozi wako siku za shida hakukosea. Eleza muktadha wa dondoo hili. Kwa hivyo haya maneno ni ya nani? Anayerejelewa ni nani? Anamwambia nani na wakiwa wapi? Ni nani? Umejua? Basi. Haya ni maneno ya Sara. Kwanza yanapatikana katika ukurasa wa 12. Hapa ni pale ambapo Sara alikuwa ametuma ujumbe ili Dina akuje kumtayarishia chakula, kwa sababu maradhi yalikuwa yamemfanya kiasi kwamba yamemkula kiasi kwamba hangeweza kuingia jikoni na kutayarishia mumewe chakula. Kwa hivyo Sara anapokuwa nyumbani kwake wakiwa na Dina, wanakuwa wakizungumza na kukumbuka jinsi Sara maradhi yalivyokuwa yamemkula. Kwa hivyo ni maneno ya Sara, msemewa ni Dina na mahali ni nyumbani kwa Sara jikoni. Ni baada ya Sara kuugua na maradhi yaliyomdhoofisha mwili, lakini akapata nafuu alipopelekwa hospitalini na Neema. Kwa hivyo ndipo alivyosema kwamba hakika aliyesema mwanao ndiye mwokozi, kwa sababu kwake Neema alikuwa mwokozi kwake. Ndiye alisema maneno haya kwamba aliyesema mwanao ndiye mwokozi wako siku za shida hakukosea, kwa sababu tunaona Neema hakika aliweza kumsaidia kumpeleka hospitalini na sasa yuko anapata nafuu. Bainisha sifa 2 za msemaji wa maneno haya. Msemaji wa maneno haya ni Sara. Sifa zake tunasijua, ni mvumilivu. Sara alivumilia mateso ya mume wake ambaye alimlaumu kwa kutopata mtoto wa kiume. Mume wake alimtesa kutokana na kosa ambalo kwa hakika halikuwa lake. Ni mpatanishi. Sara ni mpatanishi kwa kuwa alimshauri bintiye amwelewe mume wake ambaye alitii utamaduni uliomfanya asimkubalie mkwe wake alale nyumbani kwake. Pia alimshauri bintiye amshukuru mumewe kwa kumruhusu kutumia hela zake kumtibu yeye aliyekuwa anaugua. Kwa hivyo ni mpatanishi. Vile vile ni mwenye utu. Sara alijali sana ndoa yake na kumpenda mumewe licha ya vujo zake. Mwenye hekima. Maneno aliyozungumza yana wingi wa hekima na busara. Anamweleza Asna asicheze na akili zake, ijapokuwa hakupata elimu sawasawa. Kwa hivyo asicheze na akili ya Sara. Anamwambia Asna asicheze na akili yake, kwa sababu si ati kwa sababu hakusoma sasa acheze na. Kwa hivyo ni mwenye hekima. Ni mlezi mwema. Anawalea wanawe kwa kuwapa mawaidha ya busara. Anawasihi kuheshimu ndoa, utamaduni na baba yao. Pia ni mtamaduni. Sara anasema kuwa fimbo hurithiwa na mtoto wa kiume wala si mtoto wa kisichana. Tena tunamuona akimtetea bwana yake kuhusiana na swala la kazi za jikoni na kuteka maji kisimani. Hiyo haikuwa kazi ya mwanaume. Kwa hivyo Sara ni mtamaduni halisi. Thibitisha ukweli wa dondoo hili kwa kurejelea tamthilia hii. Thibitisha. Kwa hivyo kuthibitisha ukweli wa dondoo yenyewe tumesema ni kwamba hakika aliyesema kwamba mwanao ndiye mwokozi. Kwa hivyo upi ukweli huo unatokea wapi? Neema na Bunju wanajengea Yona na Sara nyumba. Kwa hivyo watoto hawa wamekuwa wokozi wao, wamewaokoa.
Kwa hivyo tunaona hii ikifanyika. Neema anamnunulia mamake mtungi wa gesi ili kurahisisha kazi ya kupika. Neema vilevile na Bunju wanashirikiana kuwasomesha Salome na Asna hadi chuo kikuu. Neema anampeleka mamake hospitali ili apate matibabu. Neema anamtumia Yona pesa za matumizi na kumuondolea aibu akiwa katika kikao cha wazee wenzake. Kwa hivyo unafaa kupeana ni jinsi gani watoto walivyowasaidia wazazi. Kwa hivyo ukipeana hiyo utakuwa umethibitisha ukweli wa dondoo ya iliyorejelewa hapo juu. Fafanua jinsi maudhui ya uwajibikaji katika ndoa yalivyoshughulikiwa katika tamthilia ya Bembea ya Maisha. Uwajibikaji katika ndoa. Kwanza Sara na Yona wanajikakamua kuwalea watoto wao kwa njia inayostahili, japo hawakuwa wanajiweza kiuchumi baada ya Yona kuvutwa kazi. Baada ya Yona kupigwa kalamu, wanaonekana kwamba wanaendelea na kutunza na kuwalea watoto wao vizuri. Sara na Yona wanajitahidi kuwasomesha watoto wao. Neema alisoma hadi chuo kikuu. Sara na Yona wanawajibika kwa kuwatimizia watoto wao mahitaji ya kimsingi kama vile chakula na mavazi. Hiyo ni kuwajibika katika familia. Neema na Bunju wanashirikiana kumsomesha Salome hadi chuo kikuu. Uwajibikaji huo. Bunju na Neema wanamwajiri Bella ili awasaidie katika ulezi wa Lemi na shughuli za pale nyumbani. Huo ni uwajibikaji. Bunju amejengea familia yake nyumba kwa kutumia mkopo ambapo haumpi amani. Bunju anawajibika kwa kujenga nyumba ila ijapokuwa hakuwa na pesa, ilibidi atafute mkopo ajenge nyumba, ijapokuwa hayo madeni hayampi amani. Bunju anagharamia karo ya Mina katika shule ya bweni. Huo ni uwajibikaji. Bunju vilevile anawajibika kwa kuhakikisha kuwa familia yake ina chakula na mavazi. Bunju anawajibika katika kufuatilia masomo ya Lemi shuleni. Yona aliangalia ng'ombe shambani huku Sara akipeleka maziwa na kuuza bidhaa sokoni. Bunju na Neema hurauka asubuhi na mapema kwenda kazi na kurudi watoto wakiwa wamelala. Wamewajibika. Kwa hivyo unafaa kutoa hoja 10 ili upate alama 10. Hoja ni 10, moja alama 1. Hoja 1 alama 1. Eleza namna mwandishi alivyofaulu kutumia mbinu zifuatazo katika tamthilia ya Bembea ya Maisha. Kinaya. Kinaya kimetumika ni kinaya kuwa Sara na Yona kutamani wapate watoto kisha wanapojaliwa watoto watatu wa kike tena wanalalamika ya kuwa hawana mtoto wa kiume. Hapo ni kinaya. Ni kinaya kwamba mashirika mengi yanawavuta au yanawapiga karamu wafanyikazi wao ili hali kazi inazidi kuongezeka. Kinaya kinajitokeza wakati Lemi anaboresha matokeo yake, lakini Bunju analalamika kuwa ameshuka nambari. Ni kinaya kwa Asna kusoma na kuhitimu chuoni, lakini baada ya masomo hapati nafasi ya ajira. Ni kinaya kwa Yona kuanza kuonja pombe akiwa chuoni ili hali alikuwa ameshikilia dini na alikuwa anahubiri. Ni kinaya kwa Asna kulalamika kuwa Bunju ni mchoyo ili hali
amemsaidia sana katika kusomesha Salome, kujengea Yona na Sara nyumba. Ni kinaya kulalamika kwamba Bunju ni mchoyo, ili hali amewasaidia akina Hasina, Salome na hata amewajengea nyumba Sara na mumewe Yona. Ni kinaya kwa mwalimu Yona aliyeipenda kazi yake kuja baadaye kuitelekeza hadi akafutwa kazi. Sara anasema kuwa binadamu hata wakati wa mambo mengi mazuri, wao huyasahau yote wakati wimbi moja linawapiga. Ni kinaya kwa Neema kumlaumu Yona kwa kutosaidia Sara, ili hali Yona alikuwa anaandaa chakula na kufanya kazi nyingine za nyumbani. Ni kinaya kuwa Lemi ameongeza alama kwenye mtihani, ili hali anashuka katika nambari darasani. Kuwa Neema ambaye Hasina anasema alikuwa hodari na asiyeshindika darasani, mtihani ya ndoa inamyumbisha. Ni kinaya hicho. Mbinu rejeshi. Dina anasimulia kuwa jinsi Sara na Yona walipitia matatizo katika ndoa yao mwanzoni. Yona alikuwa anampiga wakati huo. Haya yote Dina anayoyasimulia ni katika mbinu rejeshi. Bunju anamkumbusha Neema jinsi alivyompata hali mahututi baada ya ajali. Kupitia mbinu rejeshi, Sara hakuweza kuelimika, kwani anasema siku hizo watoto wasichana walikuwa wanaozwa. Sara anasimulia mambo ya awali yaliyomfanya Yona kupoteza kazi yake ya walimu. Anatumia mbinu rejeshi kusimulia hayo. Yona anaeleza Luka na Beni jinsi wanafunzi wenzake chuoni walimshinikiza aonje ulevi. Yona anatumia kisengera nyuma, ambayo ni mbinu rejeshi, kueleza jinsi baba yake Karasinga alikuwa Mwafrika wa kwanza kufanya katika duka la Muhindi. Sara anasimulia jinsi zamani barabara zilikuwa kwa hali ya chini na usafiri ulitatizika. Dina anaturejesha nyuma kiwakati katika mazungumzo yao na Kiwa, ambapo anasimulia kuhusu maisha ya awali ya familia ya Yona na Sara. Kupitia mbinu hii tunapata kuelewa shida ambazo Sara na Yona walizipitia, hasa masimango ya watu waliowasema kwa kukosa kupata watoto. Bunju na Neema wanaturejesha nyuma kwenye ajali iliyompata Neema. Bunju anasema alimpata Neema akiwa mahututi. Mbinu rejeshi pia imetumika katika kupitia mazungumzo baina ya Beni, Luka na Yona. Hususan Yona anakumbuka maisha yake ya awali alipokuwa kijana na mwalimu. Yona anaeleza kuwa alikuwa anarauka kwenda shuleni akiwa na kiboko mkononi na hakupenda wanafunzi kuchelewa kufika shuleni. Vilevile anakumbuka namna alivyovibeba vitabu kwenye baisikeli yake kwenda kuvisahisha wikendi. Mbinu rejeshi imetumika pale ambapo Neema anakumbuka usafiri wa zamani kabla mabadiliko ya teknolojia. Anasema kuwa zamani wangechukua siku 3 kupambana na barabara ya vumbi, na mvua iliponyesha kulikuwa hakuendeki mpaka barabara ikauke ndipo safari iendelee. Asante, kumbuka kushare na kusubscribe.